Katika hotuba ya nadra ya usiku kutoka Kremlin, Rais wa Urusi Vladimir Putin ameitaka Ukraine kuingia katika mazungumzo ya moja kwa moja ya amani, akipendekeza mkutano ufanyike tarehe 15 Mei kwa lengo la kusonga mbele kuelekea amani ya kudumu na thabiti. Putin amesema Urusi iko tayari kwa mazungumzo makubwa na amesisitiza kuwa umefika wakati wa kumaliza umwagaji damu. Tangazo hilo limekuja saa chache baada ya viongozi wa Ulaya kukutana na Rais Volodymyr Zelensky jijini Kiev, ambapo alitoa onyo kwa Urusi kwamba ikiwa hatokubali kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti, basi Urusi itakabiliwa na vikwazo vipya na vikubwa. Muungano huo wa mataifa unaojumuisha Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Poland na Ukraine unaungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alielezea tangazo la Putin kuwa siku yenye matumaini makubwa kwa Urusi na Ukraine. Baada ya mwaliko wa Putin, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Kiev iko tayari kukutana kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano. Hii ni ishara chanya kwamba hatimaye Warusi wameanza kufikiria kuhusu kumaliza vita, amesema Zelensky. Dunia yote imekuwa ikisubiri jambo hili. Hatua ya kwanza katika kumaliza vita yoyote ni kusitisha mapigano. Ameongeza kuwa Ukraine inatarajia Urusi idhihirishe nia ya kweli kwa kuthibitisha usitishaji wa mapigano kamili na wa kuaminika kuanzia Mei 12. Naye Andriy Yermak, mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine, alieleza wazi kuwa hakutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja hadi Urusi ikubali kusitisha mapigano. Usitishaji mapigano wa siku 30 kwanza, halafu mengine yatafuata, ameandika kwenye mitandao ya kijamii. Urusi isiendelee kuficha nia ya kuendeleza vita kwa kutumia maneno ya kidiplomasia. Kwa upande wake, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amesisitiza kauli hiyo, akisema hakuna mazungumzo yoyote yanayoweza kufanyika wakati risasi bado zinapigwa. Macron alithibitisha kuwa Zelensky tayari amekubali mpango wa kusitisha mapigano na sasa Ulaya inasubiri jibu la wazi kutoka kwa Urusi. Wakati huo huo, Rais Trump aliandika kwenye Truth Social, fikiria kuhusu mamia ya maelfu ya maisha yatakayookolewa iwapo umwagaji huu wa damu utakoma. Aliongeza kuwa ataendelea kufanya kazi na pande zote mbili ili kuhakikisha hilo linatimia, akisema ulimwengu mpya bora zaidi unaweza kuanza hapa. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.